Na China inaendelea kuimarisha nafasi yake katika soko la kimataifa la magari ya umeme kwa kutumia teknolojia ya akili unde katika ubunifu na uundaji wa magari hayo. Uainishaji wa ukuzaji magari ya umeme na teknolojia AI umeongeza mauzo ya magari ya China nje ya nchi na kuifanya sekta hiyo kuwa moja ya nguzo muhimu za ushindani wa kibiashara wa kimataifa. Maelezo zaidi katika makala ya Ifahamu China. Nguvu hiyo ya kiteknolojia imechochea ukuaji mkubwa wa mauzo ya magari hayo nje ya nchi. Takwimu za forodha zinaonyesha kuwa thamani ya mauzo ya magari ya umeme nje ya China iliongezeka kwa asilimia 68.1 katika miezi minne ya kwanza ya mwaka huu ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka uliopita. Katika bandari ya kimataifa ya magari ya Shanghai Haitong, ambayo ni bandari kubwa zaidi duniani ya usafirishaji wa magari kwa njia ya meli za roll on roll off, zaidi ya magari milioni 1.45 yaliuzwa nje mwaka jana pekee. Hii ni sawa na wastani wa karibu magari 4,000 kusafirishwa kila siku, au takriban gari moja lililotengenezwa China kuingia katika soko la kimataifa kila baada ya sekunde 30. Kwa mujibu wa takwimu za forodha ya Shanghai, bandari hiyo ilisafirisha nje magari ya umeme yenye thamani ya yuan bilioni 109.13 katika miezi minne ya kwanza ya mwaka wa 2026, sawa na dola bilioni 1.49 za Marekani. Hii ilikuwa ongezeko la asilimia 62.5 ukilinganisha na mwaka uliopita. Ukuaji huo mkubwa na thamani ya mauzo ya nje unatokana na kasi endelevu ya ubunifu ndani ya sekta ya magari ya nishati mpya nchini China. Katika kituo cha ubunifu cha kampuni ya SAIC Group mjini Shanghai, gari la kwanza duniani lililoundwa kwa msingi wa AI limezinduliwa rasmi, likionyesha mafanikio mapya ya China katika usanifu wa magari yenye akili. The AI for us is very important to not just add it on afterwards in the car, but is as well a possibility to adopt it already from the beginning. You know, that car will be able to not only understand you, but as well to be able to go deeper to your habits and to be recognizing the personality and recognizing maybe even your mood in the moment and adopting this and adjusting that you can enjoy. Mwaka wa 2024 Kaban alijiunga rasmi na kampuni ya magari ya China baada ya kufanya kazi katika kampuni kubwa duniani kama Skoda, BMW, Rolls-Royce na Volkswagen akiwa mkurugenzi wa ubunifu. Kwa mtazamo wake, sekta ya kimataifa ya ubunifu wa magari inapitia mageuzi makubwa, huku kitovu cha mabadiliko hayo kikihamia kwa kasi nchini China.